Mtazamaji wangu popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Pole sana, nimekosekana hewani kwa takriban ya siku 3 hivi 4, kwa sababu the last time tuliweza kuzungumza niliwaeleza kwamba nilikuwa na homa. Kwa hivyo nikaenda kupata ganga za madaktari ili tufukuze mafua ambayo yalikuwa nilemea. Kwa hivyo sasa hivi nipo sawa, tuchape kazi. Serikali ya Samia imeweza kukataa kukubali ombi la wajumbe wa bunge la Ulaya kuingia Tanzania kufanya uchunguzi kuhusiana na machafuko na mauaji ambayo yaliweza kutendeka mwaka uliopita mwezi wa 10 tarehe 29, kipindi cha kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi ambao Samia aliweza kujitangaza mshindi. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kipindi ambapo bunge hili la Ulaya lilitangaza wazi kwamba watakuja katika taifa letu la Tanzania kufanya uchunguzi, kupata data, yani kupata data kutoka kwa wananchi ambao waliweza kuathirika na kukusanya maoni ni kipi ambacho kiweze kufanyika, ni ishara kwamba hawakuweza kuridhika na ripoti ya Jaji Chande ambayo iliweza kutolewa ikieleza kwamba watu 518 ndio waliweza kuuawa. Na ile ripoti ikaeleza kwamba polisi hawakutumia nguvu. Wakaeleza kwamba waliokuwa wanaandamana walikuwa na silaha na waliweza kuuana wao kwa wenyewe au wenyewe kwa wenyewe. Na ile ripoti ya Jaji Chande ikasema kwamba wananchi hawakukuwa wanatekwa na polisi, bali walikuwa wanajiteka wao wenyewe kutokana na kukuwa na madeni. Vile walijiteka kwa sababu za kimapenzi. Sasa ile ripoti ya Jaji Chande haikupendeza bunge la Ulaya, ukipenda European Parliament. Kwa hivyo wakapanga safari ya kuingia Tanzania kufanya uchunguzi. Cha kushangaza, serikali ya Samia imekataa kukubali visa zile ambazo zinaruhusu wageni kuingia katika taifa letu. Na si eti kwamba walikuwa na makosa. Makosa ambayo walikuwa nayo ni kuja kudukua na kufukua na kuchunguza jinsi ambavyo serikali iliweza kuwatoa uhai wananchi, jinsi ambavyo serikali ilikuwa inawateka wananchi. Kina Humphrey Polepole mpaka sasa hivi hawajulikani waliko. Mtazamaji wangu, taarifa hizi kutoka Ulaya zimeandikwa ama zimechapishwa kwa lugha ya Kimombo. Tutazisoma alafu tutazichanganua kwa lugha ambayo tunaielewa ya Kiswahili. Kasema hivi: European Parliament News, Human Rights Mission to Tanzania cancelled after authorities decline visit. Yani unaona, kikosi cha kutetea haki za binadamu ambacho kilikuwa kinapaswa kuingia Tanzania nchini mwetu, ziara yao imeahirishwa au imevunjwa baada ya serikali ya Samia kukataa kukubali wao kukuja. Sasa iwapo Samia ni mweupe kama pamba,
zile za Pemba, kama pamba za Pemba. Kama yeye ni mweupe alivyomsafisha Jaji Chande, si angeruhusu hili jopo la kutetea haki za binadamu kutoka bunge la Ulaya likuje tu lifanye uchunguzi wao? Wangeruhusu. Unajua, kipindi ambapo wanazuia hili jopo kutoka bunge la Ulaya lisije katika taifa letu, ni ishara wanatuma kuelekea kwa wananchi kwamba msiamini ripoti ambayo iliweza kutolewa na Jaji Chande. Wakaendelea kusema kwamba the chairman of the subcommittee on human rights, Monri Sotour, has issued the following statement. Yaani mwenyekiti wa kamati ya kutetea haki za binadamu mwenye anaitwa Monri Sotour aliweza kutoa chapisho lifuatalo: We strongly regret that the Tanzania authorities continued request to postpone the official visit by the European Parliament's board responsible for the global human rights, an approach that in practice amounts to refusal. Unajua, inaonekana kwamba hili jopo au hii tume ya kutetea haki za binadamu kutoka bunge la Ulaya halijaanza kutuma maombi kwamba waingie Tanzania leo au jana. Wanasema kwamba serikali ya Tanzania ya Samia muuaji imekuwa ikiahirisha maombi yao ya kukuja Tanzania kufanya uchunguzi. Wanaahirisha kila wakati. Ukituma maombi wapeane visa, serikali inasema kwamba haipo tayari. Haipo tayari kufanya nini? Sasa bunge hili la Ulaya linasema kwamba kila wakati wanapotuma maombi wanaambiwa kwamba serikali haijakuwa tayari, serikali inaahirisha. Kumaanisha wamesema hivi, kipindi ambapo wanazidi kuahirisha maombi yao eti kwamba wakuje kufanya uchunguzi Tanzania, wanaahirisha kutoka mwezi mmoja kuelekea mwingine, ni kumaanisha serikali ya Samia imekataa wasikuje. Wakaendelea hivi, This obstruction has serious consequences for the European Parliament's ability to carry out its mandates. Being denied access prevents us from following upon on how recent resolutions on Tanzania conducting proper parliamentary scrutiny of the European Union funded human rights projects and engaging directly with key partners in the country, including the African Union major human rights institution, the African Court on Human and People's Rights. Sasa baada ya kunyimwa kibali cha kuingia taifa letu la Tanzania kuchunguza kile ambacho kiliweza kujiri mwaka uliopita, mahala ambapo zaidi ya watu 10,000 inakisiwa kwamba waliweza kutolewa uhai, bunge la Ulaya limeweza kupitiza maazimio kwamba wataenda kuangalia upya maazimio ambayo walikuwa wameafikia hapo awali, kusimamisha miradi ambayo bunge la Ulaya na Ulaya wanadhamini katika taifa letu la Tanzania. Ulaya wamesema hivi, nipe nikupe. Umekataa tusiingie Tanzania kuchunguza jinsi ambavyo mliweza kuua wananchi ambao hawakukuwa na hatia. Basi nasi tutavunja na kusimamisha
mifereji ya misaada ambayo haki za kibinadamu, mashirika ya haki za kibinadamu kutoka Ulaya walikuwa wanatoa kuja kuelekea kwa taifa letu la Tanzania. Vile vile maazimio mengine ni haya, mahala ambapo walisema hivi: and engaging directly with key partners in our country. Kumaanisha bunge hili la Ulaya litaenda kupitisha kwamba viongozi ambassadors, viongozi kutoka kwa taifa letu la Tanzania, mabalozi, hawawezi wakashiriki mazungumzo ya moja kwa moja na Ulaya. Kwa nini? Serikali hiyo ya Samia imesusia kukubali vibali vya washirika wa kutetea haki za kibinadamu kutoka Ulaya kuingia Tanzania kuchunguza jinsi ambavyo wananchi waliweza kuuawa. Mimi sina mambo mengi. Kipindi ambapo unapata kwamba bunge la Ulaya limefunga safari ya kuingia Tanzania kuja kuchunguza yaliyotokea mwaka uliopita, kipindi cha uchaguzi, mahala ambapo watu wengi walitolewa uhai. Hii inaashiria kwamba, mtazamaji wangu, ripoti ya Jaji Chande haiaminiki. Hii inaashiria hivyo kwamba ile ripoti ya Jaji Chande haiaminiki kabisa na haitakubalika. Kwa hivyo kitu pekee ambacho kinaweza kikakubalika ni ile tume au kipenda shirika la kutetea haki za binadamu kutoka Ulaya kuingia Tanzania, alafu kuchunguza, wapate maoni kutoka kwa wananchi, kwa sababu haya mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaamini kwamba sio serikali ndio ipo na ujumbe, au sio serikali ndio iko na matatizo, au sio serikali iliweza kuguzwa na yaliyotendeka mwaka uliopita. Ni mwananchi, the common mwananchi. Ni mwananchi ndiye aliweza kupoteza kaka zao, ndugu zao, marafiki zao. Kwa hivyo wao walikuwa wanataka kuja kupata maoni na kukusanya maoni kutoka kwa ndugu zetu, kaka zetu pale mashinani. Lakini serikali ya Samia imeweza kususia. Nikimalizia, hii inamaanisha nini? Serikali ya Samia kuna kitu ambacho wanaficha kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu. Pili, kuna kitu ambacho serikali ya Samia inaficha kutoka kwa Watanzania. Tatu, ripoti ya Jaji Chande ni feki. Kama ile ripoti yale ambayo yaliweza kusemwa yalikuwa ya ukweli, wangeruhusu hii tume ije ifanye uchunguzi wake, watoe ripoti yake na mambo yaishe. Hii ni kumaanisha hata IECC, International Criminal Courts, wakitaka kufanya uchunguzi Tanzania, Samia atawakataza. Huyu kimama muuaji atawakataza. Wazo lako ni lipi? Toa mchango wako wa maoni. Asante sana.